Suala la mashamba limekuwa donda sugu katika eneo la Embulbul kwa miaka mingi, huku kidole cha lawama kikielekezwa kwa baadhi ya wazee wa nyumba kumi wanaodaiwa kuhusika katika kuwalaghai wenyeji. Mimi nimeishi hapa miaka 36 na hii nyumba si ya sasa. Na wewe kuna search ya kuonyeshana shamba ni yako? Sasa hata ya mwaka jana na mwaka huu ninazo hapa. Joyce Kihoi ni mmoja wa waathiriwa wa hivi punde wa sakata hilo, akidai kuamriwa kuondoka mara moja katika shamba analodai kumiliki kisheria. Wakazi wa eneo hilo wamejitokeza kumunga mkono Joyce, wakisema kuwa anamiliki stakabadhi zote muhimu zinazoonyesha kuwa shamba hilo ni lake halali. Sisi leo tunasimama na huyu mama na tunaambia wazee wanatusumbua. Kuna baadhi ya wazee wa nyumba kumi wanatusumbua hapa sana Bulbul. Si ploti peke yake. Kazi yao ni kuzunguka na kutafuta ile ploti, watu hawezi kwenda kotini, waenda wanawaletea watu kuna uwezo wenye pesa kunyang'anywa. Ama tunauliza maswali, kwa nini mwingine aje fence na atake kujenga ilhali kuna search imefanyika na huyu mama ana mabarua zake za kuonesha hii ploti ni yake, yuko na receipts za rates zile analipa. Kwa mimi naamini tu kuna mahali kuna utelezi kidogo, ama kuna mahali watu kazi yao kidogo hawajafanya, kwa sababu singekubali pia dhulma ifanyike, kwa sababu hawa wazee wengi wanajua historia na kuna wazee kati ya hawa ambao wako corrupt. Hii haikosekani. Aidha, wanahoji uamuzi uliotolewa awali na serikali ya kaunti ya Kajiado ambayo mwaka jana ilithibitisha kuwa shamba hilo ni la Joyce, huku wakishangaa ni kwa nini mahakama ilitoa uamuzi tofauti. Wakati City Council nilienda kuwachukua Kajiado, wakati wa kesi yao nilikuwa kotini Kajiado, wakasema wakaniambia wanakuja hapa, na siku hiyo walikuja hapa. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa na hao watu, koti yote ya City Council wakasema ni ya koti ni yangu, broti ni yangu, nikawashinda. Sasa hii kesi inatoka wapi? Tulikuwa hapa na watu kutoka county government ya Kajiado, tukamaliza hii kesi. Bwana Sialala alikuwa hapa na watu wake, akasema mwenye ataoneshana hii choo hii plot kwenye iko ndio mwenye ploti. Lakini kwa ajabu ndo tunasikitika kuwa kuna watu wamepitia mlango wa nyuma na wakatumia pesa zao kwenda kubadilisha stakabadhi za hii ploti. Kwa hakika hii ploti ni ya huyu mama. Tumekuwa hapa tukiwa wadogo, tumelelewa hapa, hata chief mwenyewe amelelewa hapa. Kutokana na hali hiyo, wakazi hao sasa wanatoa wito kwa viongozi wa serikali kuingilia kati na kukomesha vitendo vya unyanyasaji vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wazee wa nyumba kumi. Wakazi wa Embulbul wamesisitiza kuwa ni wakati wa haki kutendeka ili kumaliza migogoro ya ardhi ambayo imeathiri eneo hilo kwa muda mrefu. Iko mingi, watu mingi, wa mama haiwezi na nyang'anya tu, nasema fulani nachukua ulodi ya kwa fulani, wasengine hapa hiyo wale ya kudhulumu ile wale ina muweso, anasema wale kusema mimi jumba kumi mimi na wewe naungana wakulete huyu sasa na nyang'anya huyu, si mtu moja hapa Bul amejulikana. Ningeomba bwana DCC akuje atembee kwa ground, kwa sababu kuna baadhi ya wazee wa nyumba kumi wanatusumbua sana hapa. Ningekuomba bwana DCC kuja utembee ground, uangalie ni mbona watu hapa wanadhulumiwa na wewe ni kiongozi wetu. Ningependa sana hiyo nyumba kumi iweze kufanyiwa reshuffling, kwa sababu kuna baadhi ya wazee wanaungana na conmen kuja kutusumbua hapa sisi wakaji wa Bulbul. Huku macho yote yakielekezwa kwa idara husika iwapo Joyce atapata haki yake. Jina langu ni Mary Sheila.